sasa mpira uko kwa SRC na mahakama, lakini sisi tunasema hatuna pingamizi na wafanyakazi wetu kupata nyongeza ya mshahara. Ya pili, wafanyakazi wengi hawa wetu wa kaunti zaidi ya 16,000 na wananchi residents wa Nairobi wanaishi kwa nyumba zetu za kaunti ambazo ziko kila mahali Nairobi. Na jana nimestaabishwa kuona nyanya mzee kule Kariobangi South akitupwa nje kama mnyama na maafisa wangu wa Kanjo. Hiyo ni jambo liligusa sana, na unajua tarehe 1 itakuwa siku ya Francis Atoli na watu wa kotu kuhudumia wafanyikazi kwa sababu ya hiyo heshima. Sababu hii Nairobi, pesa ambayo ilikuwa ikifutwa ni mabilioni ya pesa ambayo imepotea. Na mimi najua kando kuwa na gavana wa Nairobi wa Israeli walinitunuku na tagi la kuwa ambassador wa good deeds, ama mtu wa kufanya mambo mema. Najua wengi watu furahi serikalini, lakini mimi sasa natangaza nyumba zote Woodley, hapa Kaloleni, Botela, Bahati, Shauri Moyo, Uhuru, Ngara, Pangani, mnajua hizi nyumba za wafanyikazi. Na wafanyikazi wengi Ziwani wamekuwa wakongwe na ni maskini. Kuna wale wanadaiwa deni kutoka ya Meya Lando akikuwa Meya Kisia, ndugu yangu Kidero. Kwa hivyo najua itaenda mbaya na wengine, lakini mimi nasimama hapa nikitangaza kuwa ile arrears hawa Nairobi wanadaiwa, nasikia ni 172 million. Kwa hivyo mimi nimeifutilia mbali yote. Na hiyo ni directive, lazima ifuatiliwe. Area yote, estate yote hakuna, lakini sababu tumeondolea hiyo arrears, make sure unalipa rent on time. Kwa sababu hata sisi tunatarajia hiyo kodi kujenga barabara na kufanya maendeleo. Wengi watakasirika, lakini ile imejua mabilioni ya Nairobi ndio mingi zaidi. Kwa hivyo mimi nimechukua ile jukumu kama gavana wa Nairobi. Yote hapo na swali ya kuja niulize, lakini kuanzia kesho usilipe hiyo arrears ya zamani. Wengine wanadaiwa 200,000, 300,000, 400,000. Hiyo nimefutilia mbali kama gavana wa Nairobi. Ya pili, wafanyikazi wa mapato ya chini Kenya ni zaidi ya 70%. Na mimi naona kitu kitoka kwa national government ama kwa rais, viongozi wanaogopa kukosoa. Kwa hii mambo ya housing levy, na nikikosoa serikali haimaanishi mimi napinga Rais Uhuru. Hapana, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni mentor wangu wa kisiasa, lakini labda shida iko na advisors wale ambao walileta hii advice kwa rais kusema wafanyikazi wa mapato ya chini wakati wa ile housing levy ya 1.5%. Mimi kama governor nasema hiyo sio sawa. Hiyo sio sawa. Na kwa sababu rais ni rafiki yangu, nimesema next week nitamtafuta, nimuombe kwa kunyenyekea, nimwambie ndugu yangu, huku nje wananchi wanalia. Tusikuja hapa kuongea tu siasa kieleweke, sijui tanga. Hiyo ni kazi ya upuzi, ya ushenzi. Na isidano nani ya kanisa? Provost. Next time usikubali siasa hapa ya tanga kama kieleweke. Mpige siasa yenu kwa nje ya kanisa. Na Nairobi tutaanza kuwatoa mbio sasa. Kama mnakuja mahali kama hapa kuongea mambo ya siasa 2022, wachaneni nayo. We are supporting the handshake. Lazima ufisadi tupigane nao. Na mimi nadhani mzee kamanda unazeeka vibaya kidogo. Utaacha nikukosoe. Nadhani kuna tofauti ya sadaka na harambee ya kanisa. Sadaka, Biblia inasema ukitoa na mkono ya kulia, mkono ya kushoto usisikie. Lakini matendo mema unayofanya
Wacha wengine wajue wewe kama kiongozi unafanyia kanisa matendo mema, ndio watu wajue pia wapate challenge. Nakumbuka Rais Moi akifanya harambee alikuwa anakuja kwa kanisa na kikapu hadharani, anaita marafiki, my investors, politicians, tuchangie kanisa. Bila kufanya hivyo hatuwezi endelea kusaidia makanisa zetu. Hata Yesu Kristo uzuri ile alikuwa anaufanya wakati alitumia mkate kidogo kufeed waumini wengi, Wakristo wengi. Akatumia wine kidogo kupea waumini wengi. Hayo maandiko yako kwa Biblia, sababu Yesu Kristo alikuwa anafanya hadharani. Kwa hivyo msitukuja hapa kutufundisha hadi kusaidia kanisa hata ufiche. Ufiche kwa nini? Kama wewe umebarikiwa pesa yako, kula wewe na mtoto wako na familia yako, kula na familia yako. Sisi wote tusaidie Wakristo na Wakenya. Msikuja hapa kutupanga. Na si watu wote waizi. Si watu wote waizi. Ingawaje tuna support vita dhidi ya ufisadi. Na Mheshimiwa Toli, the war on corruption should not be fought selectively. Hakuna corruption ya jana ama ya juzi ama ya kesho. Ukikuja hapa kutuambia kuhusu ufisadi na tutaendelea kupigana na ufisadi, hata wewe ukiwa mfisadi utuambie. Huyu Peter Kenneth, Kenya hii yeye alimaliza. Huyu kamanda amegrab manyumba pale, amejenga kwa barabara kwa road reserve. Hiyo ni corruption. Unaogopa kusema kwa nini? Wewe usikuja hapa kutuambia corruption na wewe ulikuwa pia mwizi na mbalimbali. Tusiogopane. Tunamfurahisha Toli na kanisa. Corruption is corruption. Hakuna ya juzi ama ya jana. Huyu mzee amejenga hapo kwa barabara. Public utility ilikuwa posta. Kenya hii huyu alimaliza. Alafu tunapita mfano siasa mbaya ile ilikuwa kwa kanisa huko. Mkisema soko ni umbwa, haisichaguliwa Nairobi. Hiyo siasa hatutaki irudi Nairobi. Lazima tusimame imara na vita dhidi ya ufisadi. Nyingine, Kenya Power. Kenya Power. Nairobi Regeneration, I'm the co-chair. Niko karibu na kumaliza. I am the co-chair of Nairobi Regeneration. President ndio chair. Na kwa sasa rais ako nje. Tumeona ile hasara inaletwa Nairobi. Juzi Roysambu mumeangusha nyumba zaidi ya 100. Hata zile ziko chini ya Wilifu. Mihango mumeangusha manyumba wote mabilioni. Sasa kesho hati mnaanza Kayole, Sibiso wetu. Wacha niwaambie hivi mimi kama gavana wa Nairobi. Hatutaki kuharibu ama kufanya siasa na maisha ya Wakenya. Hizi Wilifu ni ardhi ambayo ni ya serikali ya kaunti ya Nairobi. Na hatukatai, lakini badala kubomoa manyumba ya mabilioni ya pesa, kudisplace wa Kenya zaidi ya 100,000 hadi sababu wengi vinapita juu. Na hawa wa Kenya, nini peke Kenya Power walipo apply stima ndio mleta kuwaekea. NEMA ndio waliwapea approval. Sisi county tuliwapea approval. Kwa hivyo mimi naomba bado rais akikuja, hawa wananchi si wanyama, ni binadamu. Kama Kenya Power badala kuangusha manyumba ya mabilioni ya pesa, wao wangevuta Wilifu kando ama iende underground kama nchi zingine city zingine kubwa Kenya ama Ulaya na Afrika. Hiyo upuzi sisi hatuwezi kubali, kudisplace wananchi, kutuharibia sisi ambao tuko uongozini siasa, kufanya rais akuwe na legacy mbaya. Hiyo hatutakubali. Kwa hivyo mimi kama co-chair wa Nairobi Regeneration, tukingoja rais akuje, nimesimamisha hiyo ubomoaji mpaka further consultation ifanywe. Na mimi najua rais anajali maslahi ya Wakenya. Na ya mwisho tena wanatoli ndio nikae sababu najua masaa. Bado tuko vita dhidi ya ufisadi sababu niko na radi ndugu yangu Malala ako hapa na wabunge pia wako hapa. Mimi nakumbuka nilipokuwa senator wa Nairobi, mhandisi mkuu ama auditor general akishafanya uchunguzi wa pesa kufujwa, analeta ile ripoti kwa bunge la Senate. Ripoti hiyo ikifika komiti ya Senate, inakuwa ripoti ya Senate kwanza. Mimi nilikuwa nachukua ile ripoti, naenda nafanya uchunguzi kuangalia mahali pesa ni wapi imepotea. Nikishapata hivyo,
nilikuwa nabeba mafaili madozi, narudi kwa Senate na table, naenda kwa Park Committee na table, nilikuwa nafuata Kidero huko County Assembly kwa waheshimiwa na table na ushahidi kwa mahali pesa imeibiwa, wapi imeibiwa. Lakini juzi mimi nimeshangaa, sababu corruption always fights back. Mwandishi mkuu, na mimi nasema kwa sababu Supreme Court judges wakikosa wanachunguzwa. Mwandishi mkuu huko ni mtu mzuri sana, lakini kuna watu chini yake ambao ni wafisadi. Kwa sababu bwana Atoli, mimi nilishangaa, sababu tunaheshimu wafanyikazi, na hii Nairobi kutoka nikuwe governor, matawi hawa wafanyikazi walikuwa wanabeba rent arrears miezi 5-6, hakuna. Nalipa 1.2 billion kila tarehe 29 ikichelewa tarehe 30. Lakini itakuwa makosa makubwa auditor. Unajua tu mimi nikiongea naongea nikiwa na ushahidi. Ndio kesho tusipeleke kotini na naenda kukaa. Auditor na wale watu kidogo waliwachwa kwa serikali ile ya ukora ya uwizi, na wale waliingia kwa system katili yangu mpaka wakubwa, tunaona mimi nafuta mawaziri wafisadi. Sasa inaona DPP na EACC wamefanya kazi nzuri, wameshika ma-accountant zaidi ya 11 kwa mambo yaliyofanywa zamani. Sasa hakuna mtu anasema kitu, hadi sasa kazi yake ni kufuta watu kazi. So hao waandishi wakakuja kwangu usiku, wananiambia gavana, ripoti ya Nairobi imekaribia, sasa sisi tutafutie milioni 100 ama tunaandika ripoti mbaya kuhusu Nairobi. Lakini kwa nini kama Kidero alikuwa anatoa pesa alikuwa anamulikwa? Waniambia hapana, ya Kidero ilikuwa ni mingi kushinda ile ulikuwa wewe unajua. Mimi nikakaa ngumu. Wakaniambia basi tutafuta 50. Nikakaa ngumu. Nikamwambia wacheni mimi nifikirie. Wakaenda, after wiki moja wakakuja na draft. Unaona hili sasa, watu wangu ambao wameingia box pamoja na wao. Gavana, unaona hii report? Na mimi sijajua mambo yangu watoni. Niko na huyo shahidi yote hata nikitishwa. Gavana, hii report ni mbaya. Jina lako ni kubwa. Tuchotei watu waandike report nzuri. Lakini nikasema sasa mimi gavana, sikai Makongeni kuna ofisi ya Kanjo. Sikai Pumwani kuna ofisi ya Kanjo. Sikai Mama Lucy kuna ofisi ya Kanjo. Sikai soko ya Kayole kuna ofisi ya Kanjo. Ile ofisadi inafanyika huko. Kama nitafanya mambo ya kununua ripoti na hii ni ardhi ya ni pesa ya umma, tutakuwa tunafanyia Wakenya kazi gani? Uwizi ya Kayole mimi gavana siwezi jua. Lakini nikiwa CEO wa county lazima niwe accountable. So nikasema acha nifikirie. Hii watu yangu wakarudi kwao. Hapana, itatoka msijali. So ilipobaki siku 2, mwandishi mkuu Auditor General anafanya ripoti yake. Ikabidi ile ripoti bandia iwekwe kidole. Na ujue ya Mungu ni mengi na makubwa. Katika ile ripoti ya bandia waliandika, na ilidiskasiwa Senate na Senator Malala ako hapa. Waliweka kampuni moja ya ndugu wa Senator wa Meru, Mithika Linturi, ambaye bado ni mwanachama wa PAK, kusema hati ilipewa kazi Ndwaru Road huko Dagoretti na imelipwa na 98 milioni. Unajua Mungu ni mkubwa. Watu wa Mungu si watu wa kuchezea. Kumbe hiyo ilikuwa ni ile draft ya kunishtua nitoe chapa. Linturi kuona hiyo report akawaka moto. Gavana ni mwizi. Hii kampuni naijua. Nimeuliza ndugu yangu, hajawahi kufanya kazi. Na iko kwanza, hajawahi lipo hiyo pesa. Kwa hivyo gavana atasema imeingia namna gani? Mimi kuona hiyo nikaenda kwa vitabu. Kuangalia hii barabara haikupewa kazi, haijalipwa, na kwa ripoti imeandikwa ati imelipwa, ati imepewa kazi. Kumbe ilikuwa ile ripoti ya kunistua nichote. Nikimalizia bado inasema
20 bilioni Nairobi imeliwa. Sababu ni pesa yenu. Lakini 20 bilioni nazaliwa namna gani? Kama bajeti yetu ilikuwa 30 bilioni. Wafanyikazi peke yake hiyo mwaka tumelipa 11 bilioni. Assembly tumelipa salary 3 bilioni. KRA tumelipa 3 bilioni. Treasury nimepeleka 10.9 bilioni. Basari nimelipa 300 milioni. Barabara nimelipa 2 bilioni. Lab trust nimelipa 300 milioni. Lab fund nimelipa 700 milioni. Hiyo hesabu inaingilia wapi? Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mengi sababu leo ni siku ya SG, but kesho tuko Senate. Tutapambana na wao. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much, Governor. I will start by apologizing to the congregation and apologizing to the clergy. We, as the single organization of trade unions, we did not anticipate such a prolonged political speeches, but because simply our address, our home, our place of refuge is here, and we have to tolerate that. And next time we will adjust. And I want to support all those who labor to come. Nataka kuambia kwamba hii maneno mnaongea, hii topic hiyo ya governor nasema, hiyo imesemwa na mheshimiwa, baba yake na mama yake ni mimi. Mimi ndio najua ofisa. Even in the office. So, maybe then about a report of what has been paid, those are my members. So if you want to shame one another, come to France. Now, if you want to compare wewe ni mwizi, wewe ni mwizi. And this is my time, because when we took Code 2001, we said we will operate as an alternative organ for national guidance, to guide the nation. 214 is new dismissed William Ruto in this pulpit here. Na nikaambia Uhuru, sisi kwa Wabaluhya, mtu akikusaidia kupata bibi anaitwa aje. Na hii mtu usiwe rafiki yake sana, because ulikosana na mama, akirudi kwake anasema wame sio sasa. Ulinipa bwana gani? Na huyo mtu kama bibi yake ameenda kwao, ataweka huyo mtu, atarudi amwambie naona mwenye ahanaka kwa naye, ili wana problem kama